Na serikali hapa hivi maana wanadire kukuja tu, wameitwa jamaa mpaka tu akazima tu akiwa tu hapa chini, jamaa akakuwa shazima 40 minutes ndo mtu anakuja. Sasa hiyo jamaa amezima, ukiitisha ambulance hakuna, yani hadi ambulance iwezifika hapa ikujichukua msee juu ya barabara. Ni ajali ya barabarani ambayo kwamba imefanyika hapa maeneo ya Mzee Wanyama, ambayo imemwacha mtu mmoja bila uhai, ameaga dunia papo kwa hapo. Wakazi wanasema au wanalalamikia barabara hii kukosa vile vidhibiti mwendo almaarufu bumps, wakisisitiza kwa serikali na wahusika wahakikisha kwamba barabara hii inapata vidhibiti mwendo almaarufu bumps ambazo zitasaidia labda pengine kupunguza mwendo wa kasi ambao uko kwenye barabara hii. Manake wanasema waendeshaji wa pikipiki na magari wanakwenda kwa kasi mno kwenye barabara hii, ikiwa ni bypass ambayo inatoka pale maeneo ya Pipeline kuelekea Motaita Kongasis, na ni barabara ambayo kwamba imetajwa na Rais wa Jamhuri ya Kenya na ambayo itakuwa inatengezwa kwa upya hivi karibuni. Ndio Limuru au Rironi Highway ambayo inakwenda kutengezwa na serikali hivi karibuni. Pengine itasalia kuwa upande wa serikali, kwa maana wale ndio ambao wana uwezo mkubwa wa kushughulikia masuala haya ya barabara. Nikiripotia NLS 254 TV. Naitwa Lawrence, mimi ni mkazi wa Nakuru, eneo la Pipeline, place ni Mzee Wanyama. Mimi naomba serikali hii barabara inafaa iwekwe rami na pia inafaa ikuwe imewekwa bump. Na mashimo nikaa yote mingi. Sasa tunafaa ndo kuzuia hii ajali, lazima kuwe na bump na pia barabara iwe kwa muundo mzuri katika hii eneo. Juu majali mostly kuna hii ya kwanza, hii ni mingi imefanyika eneo hii hapa Mzee Wanyama, na wengi tumepoteza maisha, baadhi ya wengine wamepoteza maisha. Pia kuna wengi wenzetu wametuacha ajali, na unajua ajali ina kinga. Mimi kama mkazi, kama mwendeshaji bodaboda wa Mzee Wanyama, naomba serikali itilie manane kati kuweka kwa hii kuunda muundo wa hii barabara. Pia madereva wa magari pia wanalalamika, mashimo ni mengi, pia hakuna manini hizo kivuki hiyo bump kwa hii barabara. Sasa naomba watilie manane kati ya hii barabara, juu pia huwa watu wanalalamika sana, kama especially hizi magari mzito. Sasa najua hii barabara iko muundo wa gari ndogo, si heavy. Ndio maana tunatilia manane kama pia waweze kukumbuka eneo hii ya Nakuru East. Mimi kama mkazi wa Mzee Wanyama sina la kusema, no pia sasa labda pengine ulikuwepo wakati ambapo ajali hii ilikuwa inafanyika? Mimi nimepata watu wameshafika, nikapata wakijiangalia. Sasa mimi hata sikuwa najua, nikuambiwa ni mambo wakati niko hapo kwenye stage. Ndio nikaambiwa kuna ajali imetokea eneo la Shimo Mbili. Sasa hapa mahali tuko ni Mzee Wanyama Shimo Mbili. Ndio. Labda pengine kwa yule ambaye kwamba ameaga dunia, ni mwendeshaji wa pikipiki wa eneo hili ama ni mtu ambaye labda pengine hamna ufahamu naye? Anaweza kuwa ni mtu wa bodaboda na watu mfahamu ni wa eneo lipi. Naam. Ndio. Kwa hivyo ni mtu ambaye kwamba alikuwa zake yuwapita? Alikuwa alikuwa biashara zake, ndio. Naam. Kwa hivyo chanzo cha ajali hii huenda ikawa ni kwa sababu ya mashimo, au unaona vipi? Hii ni barabara mbio, mashimo, labda utazakuta alikuwa labda anakwepa shimo. Ni mashimo ndo mingi, hasa ndo maana akaondokea. Na pia rais alikuwa huku last year akatuambia hii barabara itaundwa. Na tulijaona kaijati hiyo pia. Tunaona tu wenye Kenya imeundwa ni Weybridge. Ndio wameunda, wametilia manane. Pesa. Juu ya pesa. Na yeye ni one time.
Chama ni DCP. Ama DCP. Haya. Oni, onyesha hizo makraka. Barabara inachimbuka. Waache ujinga, kazi si kukula tu pesa huko juu. Barabara inapasuka huku. Barabara ni mbovu. Sasa hapa dunia maji inakwama huku kwa hizi mashimo. Ruto ni one term. Barabara. Hivyo. Tunashindwa kueleza. Kitu kidogo na yuko hapa. Hapo unaanza venye uliniambia. Lakini barabara ni mbaya. Situwekea bump. Hapa hakuna bump hapa. Mimi ningesema aje hapa hivi paeko bump. Hapana, wasiweke bump, unde tu barabara vizuri. Uone barabara. Na kabampu tu kiasi. Barabara iundwe tu vizuri. Si haina haja ya bump. Haina haja ya bump. Waambie. Oza. Waambie tu waunde barabara vizuri. Si ndio? Kitu ya kwanza, huyo jamaa nataka kuneka kwa selfie wewe. Okay, sasa hapa hivi hapa tuko kwa mzee wa nyama area Nakuru East kwa mbunge anaitwa Gikaria. Tulikuwa tunaomba hii road imeangamiza vijana. Imekula maboys, imekula maboys wa Senke, imekula maisha ya watu wengine. Accident month after month. Kwa naomba tu hii road tu itengenezwe tu kutoka huko tu pipeline. Ikienda hivi nyoroshe tu mpaka Mutaita. Imejaa mashimo. Matatu hata ukiweza kuonyesha matatu zinapita huko chini juu ya barabara. Barabara yenyewe imeharibika, mati zinapita huko chini. Ikiongezeka hata hii road ongezeni ya pikipiki huko. Hapo tulikuwa tunaongea hata rais alikuwa hapa last month akatueleza ati barabara ni mwezi moja ianze kutengenezwa. Tujiona matokeo yote, tujiona kitu yote. Sasa tutengenezee tu road tu vizuri tu. Na tu avoid vitu kaa hizi. Huyu ni kijana mdogo man. Kijana mdogo tumepoteza maisha yake hapa hivi. Alafu tena story na serikali hapa hivi man. Wanadire kukuja tu. Wameitwa jamaa mpaka tu akazima tu akiwa tu hapa chini. Jamaa akakuwa shazima. 40 minutes ndio mtu anakuja. Sasa hiyo jamaa amezima. Ukiitisha ambulance hakuna. Yaani hadi ambulance iwezi fika hapa ikujichukua msee juu ya barabara. Lakini within 40 minutes hii kitu imetuma tu walai, imetuma tu. Watushughulikie tu manze. Hiyo tu ndo maayo tu. Nwalia. Chao jenga. Wewe mdwanisi yako hapa. Kisha hapo ndani. Kile ni mbaya, nauma. Inauma acha hata tu. Ni maeneo ya pipeline, mahali ambako kumetokea ajali mbaya ya barabarani, pale ambapo ajali hii imemwacha mtu mmoja ambaye alitoka na kuiacha familia yake asijue ilikuwa ndio mara ya mwisho kurejea kwake nyumbani. Ila wakazi wa maeneo haya wanalalamikia
ubovu wa barabara hii na pia vile kukosa vidhibiti mwendo almaarufu bumps. Wanawarai viongozi na pia vile wahusika ambao wana uwezo wa kuziweka au kuviweka vidhibiti mwendo katika barabara hizi.